Mashambulizi makubwa ya anga yaliyofanywa na Israel dhidi ya Irani mnamo tarehe 13 Juni mwaka huu yamesababisha vifo vya watu 78 na kujeruhi wengine 329, wengi wao wakiwa ni raia wa kawaida. Tukio hili ambalo linatajwa kuwa mojawapo ya operesheni kubwa zaidi za kijeshi kuwahi kufanywa dhidi ya Irani katika historia hivi karibuni limekuja chini ya kampeni ya kijeshi ya Israel iliyopewa jina la Operation Rising Lion. Lengo kuu la operesheni hii ilikuwa ni kituo kikuu cha kurutubisha uranium cha Natanz pamoja na maeneo mengine ya kijeshi na raia jijini Tehran. Kwa mujibu wa ripoti kutoka ndani ya Irani na mashirika ya kimataifa kama Reuters, mashambulizi ya anga ya Israel yalihusisha zaidi ya ndege 200 zisizo na rubani, makombora ya masafa marefu na mashambulizi ya kielektroniki dhidi ya mifumo ya ulinzi wa Irani. Natanz, mojawapo ya vituo muhimu zaidi vya kurutubisha uranium duniani, limearifiwa kuharibiwa vibaya, huku kukiwa na taarifa zisizothibitishwa kuvuja kwa mionzi katika eneo hilo. Tehran nayo ilipigwa kwa makombora yaliyolenga vitongoji vya kusini, ambapo raia wengi walijeruhiwa au kufukiwa na vifusi kutokana na milipuko mikubwa. Katika mashambulizi hayo, viongozi wawili wa juu wa jeshi la Iran waliuawa, akiwemo Jenerali Hossein Salami, kamanda wa vikosi vya IRGC, na Jenerali Mohammad Bagher, mkuu wa majeshi wa Irani. Vifo vyao vimetajwa kama pigo kubwa kwa muundo wa uongozi wa Irani na yameongeza hali ya taharuki ndani ya serikali ya Tehran. Mossad, shirika la kijasusi la Israel, linadaiwa kuhusika moja kwa moja katika kupanga na kutekeleza baadhi ya operesheni hizi za ndani ya ardhi ya Irani. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alitoa tamko rasmi akisema kuwa Irani ilikuwa hatua moja kufanikisha kutengeneza silaha za nyuklia na kwamba dunia ilishindwa kuchukua hatua madhubuti kuzuia hilo. Kulingana na Netanyahu, operesheni hiyo ilikuwa ni hatua ya lazima kulinda taifa la Israel dhidi ya tishio lisilokubalika la nyuklia kutoka Irani. Kauli hii imezua hisia mseto duniani, ambapo baadhi ya mataifa yaliunga mkono huku mengine yakitahadharisha kuhusu hatari ya kuchochea vita vya kikanda. Kwa upande wake, Iran imeahidi kulipiza kisasi kwa nguvu zote, huku kiongozi wa taifa hilo Ayatollah Ali Khamenei akitoa tamko kali akisema kuwa taifa la Irani halitatishwa na kwamba majibu ya Irani yatakuwa makali mara 100. Irani tayari ilirusha zaidi ya droni 100 kuelekea Israel kama hatua ya awali ya kujibu mashambulizi hayo. Hata hivyo, Israel imedai kuwa imefanikiwa kuharibu karibu droni zote ambazo zilikuwa zimelengwa katika taifa hilo. Hali ya kibinadamu ndani ya Irani imezidi kuwa mbaya. Hospitali zimejaa wagonjwa, huku huduma za dharura zikizidiwa na idadi kubwa ya majeruhi. Umeme na huduma za mawasiliano zimekatika katika maeneo kadhaa ya Irani, Isfahan na Kashan. Ripoti kutoka ndani ya Natanz zinaeleza kuwa hali ya tahadhari juu ya uwezekano wa mionzi kuathiri wafanyakazi na wakazi wa eneo hilo ya karibu, huku mamlaka za nyuklia zikijaribu kudhibiti hali hiyo. Wasiwasi mkubwa umetanda kimataifa, ambapo mataifa kama Marekani, Uingereza, Ufaransa, Saudi Arabia, Japan na Indonesia yametoa wito kwa pande zote mbili kujizuia na kurejea katika meza ya mazungumzo. Umoja wa Mataifa kupitia katibu mkuu Antonio Guterres umetangaza kikao cha dharura cha Baraza la Usalama kujadili hali Mashariki ya Kati na namna ya kuzuia mzozo huu kugeuka kuwa vita kamili vya kikanda. Kwa sasa operesheni ya Israel bado inaendelea. Kuna hofu kwamba mashambulizi haya yanaweza kuongeza na kufanyika zaidi, na hali hiyo inazidi kutia wasiwasi eneo lote la Mashariki ya Kati. Watu wengi nchini Irani wameanza kuhamia maeneo ya mpakani au kujaribu kuvuka kwenda nchi jirani kama Uturuki kwa hofu ya vita kubwa. Kadri siku zinavyosonga, dunia inatazama kwa hofu na tahadhari kubwa jinsi hali hii itakavyoendelea kubadilika. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.